Nasdaq and US 30. Kuna concept moja ambayo tumediscuss kupitia channel, kupitia group. Niwahi kuigusia, lakini leo nataka niigusie vizuri muweze kuelewa vizuri. Inapotokea kwa mfano news, kwa mfano leo tumeona wameanza na S&P 500 imefanya nini? Rise. Samahani kidogo. Wamesema S&P 500 rise, kwamba imeongezeka, maana yake imefanya nini? Imebuy. Na wametumia neno little changed. Hapo baadaye ikaja ikatoka nyingine ikasema kwamba S&P 500 imeongezeka ama imepanda juu. Hii neno little changed ukiliona, maana yake wanakuwa wanamaanisha kama ilikuwa maybe na sell market imekuwa little changed, yani kwamba kuna mabadiliko yamefanyika ya price ambayo ni madogo. Lakini mara nyingi hii neno little likitumika, kwa mfano market labda ikawa inashuka chini, wewe unafahamu kwamba price itaenda wapi? Itaenda kutani. Ndio maana wanatumia neno nini? Little changed. Ama kama ingekuwa ina buy hivi, basi tungeona labda market inafanya nini? Ina sell. Mara nyingi inakuwa hivyo, na mara nyingi inakuwepo kuna news fulani labda wanaweza kuwa wanaisikilizia labda, ama labda kuna kitu ambacho kimesababisha soko siku hiyo halijatengeneza movement ambayo ni ya kueleweka vizuri. Kwa hiyo kwenye upande wa hizi notification nadhani watu mmeanza kuelewa vizuri. Sasa kuna concept moja hapa huwa inatusaidia sana kutupa pesa, wakati mwingine inatusaidia sana hasa kwenye upande wa NAS 100 na US 30. Inatusaidia vipi? Inaweza ikatoka notification ya New York session ambayo ikakwambia kwamba labda S&P 500 rise. Alafu muda huo ukaona Nasdaq ikaanza kufanya nini? Ikaanza kupanda. Nasdaq ikafanyaje? Ikapanda, ikawa inapanda inaenda juu. Lakini ukija kwenye chati ya US 30 ukaona US 30 bado anafanya nini? Anacheza eneo lake. Yaani hajaanza yeye kutengeneza movement ambayo ni ya kupanda juu. Kama umeona kitu cha namna hii kimefanyika na umeshaona labda Nasdaq imepanda hivi kwenda juu, uwe unafahamu hata huyu US 30 anaenda kufanya nini? Anaenda kufuata same direction. Kwa hiyo opportunity, kwa sababu huyu NAS 100 anakuwa sharp, wacha ameenda mbali zaidi, amebai kwenda mbali zaidi, huwezi kuja kubai hili eneo. Utakachokifanya ni kuja kubai kwenye upande wa nani? Wa US 30. Unakuja unachukua, inakuwa buy. Kadiri muda unavyosogea utaanza kuona na US 30 naye anafanya nini? Anabai. Kadiri huyu anayobai zaidi na US 30 naye atakuwa anaenda kufanya nini? Anabai zaidi. Ni njia ambayo ni nzuri. Scenario za namna hizi kitokea kwenye soko usizipuuzie, kwa sababu ni sehemu nzuri ya kutengeneza nini? Kutengeneza pesa. Inakuonyesha kwamba hii imeniacha sawa, Nasdaq maybe ni NAS imeniacha, sijaweza kuitrade, lakini US 30 bado hajapanda juu kufikia ile eneo. Kwa hiyo kama hajapanda juu, maana yake mimi bado nina chance kwenye upande wa US 30. Hii ni kitu ambacho inabidi ukizingatie kama trader, ili kiweze kukusaidia wewe kutengeneza matokeo ambayo ni mazuri. Hata scenario kama leo nadhani hichi kitu kimetokea. Kwa hiyo kikitokea hivi usije ukakidharau. Ama inaweza ikatokea kwamba labda imetoka hivyo, wamekwambia labda S&P 500 imebuy, alafu ukaona Nasdaq haijabuy siku muda huo, lakini ukija kwenye chart ya US 30 unamkuta US 30 amefanya nini? Amebuy. Lakini Nasdaq yeye bado yuko anafanya nini? Ana consolidate ile eneo. Maana yake unafahamu kama US 30 ameenda juu, maana yake na Nasdaq naye atafanya nini? Atakuja kubuy. Kwa hiyo maana yake hapo utakuja uchukue entry ya kubuy. Ni scenario mojawapo ambayo tunaizingatia endapo ikitokea kwenye market. Usidharau, kwa sababu hiki kitu kinaweza kukupa pesa. Hata kama setup hujaweza kuiona vizuri, inaweza ikakusaidia wewe kujua kwamba kama US 30 amebuy, maana yake hata Nasdaq atabuy. Ama kama Nasdaq ametangulia, basi US 30 naye atafanya nini? Atafuatia. Unless hichi kitu hakifanyi kazi,
labda kama kuna kampuni fulani imedhurika personally, na kama imedhurika personally, haya mambo yanazungumzika sana. Labda tukiona labda kuna Boeing imepata labda ajali, inaweza ikasheki US30 kwa sababu ipo ndani ya US30. Kwa hiyo kitu hata New York session ikija kufunguka, unaweza ukaona US30 labda ana sell, lakini Nasdaq akabai. Sasa scenario za namna hii, US30 anaweza asirespond kama Nasdaq alivyorespond, kwa sababu tayari kuna company personal yenyewe imefanya nini, imedhurika. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo inabidi uyazingatie. Yaani ukiwa makini, vitu kama hivi vitakuwa vinatokea na utakuwa unaviona. Nasema itakuwa unaona. Kwa hiyo huu mara nyingi inatokea muda ambao ni muda wa New York session. Hii kitu kinatokea muda wa New York session kuanzia saa 10:30 mpaka kuendelea mpaka saa ngapi? Mpaka usiku, muda kama huu. Na kuna kitu kingine ambacho nilikigusia jana ambao ni 3 plus or minus. Nikazungumza kwamba if Nasdaq ata close muda wa usiku ukamkusa ame close 300, it is a positive or negative, kwamba ame close akiwa green ama ame close akiwa red. Samahani kidogo. Kwa hiyo ikiwa ni negative ama plus 300, ambayo itakuwa ni green ama red. Hiki kitu, concept ya hii inabidi uzingatie kitu kimoja. Ikitokea NAS 100 kwa mfano ame close alafu aka close akiwa higher, kuna notification itatoka mida saa 4 usiku ama wakati mwingine mpaka saa 3:30 hapo, 3:30 mpaka saa 4 na point hapo. Kuna notification unaweza ukaipata, wakati mwingine inaweza ikaenda hata saa 5 ikatoka ikakwambia labda Nasdaq closed haya for nini, maybe for first time labda hivi na hivi, ama for second week ama for fourth week, inaweza ikatoka notification na namna hii. Maana yake Nasdaq ameclose akiwa high. Hivi nadhani mnaweza msinielewe. Ngoja niende kwenye chart halisi hapa, twende kwenye chart. Mwalimu samani. Hapo umesema hiyo mida huwa ni mara nyingi saa 3 au saa 4 ni usiku? Nitairudia. Unaona kama hapa hii notification inaweza ikatoka saa 3 usiku, saa 4, wakati mwingine inaweza ikatoka hata saa 5 ikakwambia Nasdaq closed haya. Sasa wanaweza wakawa wameongeza labda for first week ama for second week, ama wakakwambia for first time labda kwa kipindi fulani hivi na hivi. Sasa wanapokuwa wanasema closed haya, utakuja kwenye 5 minute time frame ya 5 minutes. Unaona kwa mfano kama hapa hii chart hii ni NAS 100. Angalia hii chart ilivyo. Price imetokea huku chini inapanda hivi. Sasa tuassume market imeclose kama hii sehemu. Pop imeclose. Haijaweza kufanya nini? Kushuka chini. Imeclose ikiwa hapa. Maana yake inakupa picha gani? Inakupa picha kwamba yani tuashumu kama hapa ndo saa 6 sasa usiku. Saa 6 usiku imefunga hivi, alafu huku ikiwa ni positive 300 ama na zaidi, labda 400, 500 ama 600 na zaidi, ikawa hivyo ikafunga mpaka saa 6. Huo unafahamu kwamba itakapofungua hapa itafungua kwa kufanyaje? Itafungua kwa kubai. Lakini ikitokea saa 6 market ilibai, labda muda wa New York session ikabai hivi, alafu baadaye price ikaje ikadrop ikashuka kama hivi, usije ukaona huko kwamba imefunga saa na plus 300 ukadhani kwamba hiki kitu kitatokea. Hapana, kwa sababu hii imeclose ikiwa nani? Ikiwa lower. Kwa hiyo hii concept ya 3 plus 300 ama ikiwa green, strong green, maana yake ni kwamba tunakuwa tunaangalia price close ikiwa high. Ikiclose ikiwa high, huo unafahamu next day na yenyewe itafungua ikiwa nini? Itaendelea kuwa kubai. Kwa hiyo unaweza ukaamka usiku, labda usiku saa 10 usiku ukabai Nasdaq,
alafu ukaweka stop loss zako na kila kitu, ukaendelea kuhold. Hii trade unaweza ukaja ukaifunga mpaka saa 5 kamili AM. Ikuta iko katika pips nzuri, inaweza ikatembea hata pips 400 mpaka 500 au wakati mwingine hata 700 unaweza ukapata kwenye upande wa nani wa NAS 100. Kwa hiyo hiki kitu ambacho nimekuonyesha hapa kinatokea hata kwenye US30. Ukiona US30 naye ameclose akiwa strong hivyo, na akawa ukienda kwenye pre-market kule ukamkuta naye yuko na plus 300, basi wewe unafahamu next day inaweza ikaamka ikiwa nzuri, na usiku ukiamka unaweza ukatrade. Sasa usije ukaamka saa 7 usiku. Saa 7 usiku spread tend to be high, zinaongezeka spread. Kuna huu mstari hapa unakuwa ni kama umepanuka fulani. Ukiamka usiku, kwa mfano kama umehold trade usiku, umehold trade ikiwa na faida ya $20, unaweza ukashangaa inafika usiku saa 6 kamili, unashangaa hii faida inashuka mpaka labda $15. Unajiuliza kwa sababu gani? Kwa sababu spread zile zinaongezeka. Spread zikiongezeka zinasababisha cost inakuwa kubwa ya hiyo instrument. Kwa hiyo kama ikiwa kubwa, maana yake kuna cut off fulani kwenye ile spread. Kwa hiyo spread zikija kujirudisha vizuri, itaanzia kwenye saa 8 saa 9 hapo spread unakuta zimekaa vizuri. Kwa hiyo kama ulikuwa na faida ya $20, itarudi from 15 itarudi kuwa kwenye ngapi? Hiyo 20 uliyokuwa nayo mwanzo, kama spread zilivyorudi mwanzoni. Kwa hiyo usipende kutrade ule muda sio saa 7, saa 8, hata saa 9 sio nzuri. Saa 10 hapo unaweza ukaamka kama hichi kitu kimetokea. Lakini kama hicho kitu hakijatokea, usijihangaishe kuamka saa 10 eti unataka kutrade Nasdaq ama US30. Hapana. Subiri tu uwe pumzika vizuri, amka asubuhi saa 5 hapo ndio unaweza ukaanza kuingia sokoni ukaona pako vipi. Kuna kitu kingine kwenye upande wa pre-market ama kwenye watch list, lakini mimi nitazungumzia kwenye pre-market kwa sababu hii pre-market ndio inazibeba hizi watch list zote. Kwa mfano muda ambao ni wa pre-market saa 5, saa 6 mchana, saa 7 mchana, unakuta labda Nasdaq alikuwa yuko negative 100, alikuwa negative 100 kwenye pre-market. Lakini kadiri time sasa, huu ni muda labda tuseme huu ni muda saa 7 mchana au tuseme ni saa 7 mchana, lakini kadiri muda unapoongezeka labda kufikia mpaka saa 9 unamkuta Nasdaq ameshatoka kwenye negative 100 yuko katika negative 20. Hii tuseme labda ni saa 9 mchana, hivi ni mchana, sio ni alasiri nadhani saa 9 alasiri, iko negative 20. Maana yake inafanya nini? Kwenye pre-market huku panafanya vizuri, kwamba ile namba kama ilikuwa iko negative inaendelea kupungua. Si unajua negative 20 ni kubwa kuliko hii, kuliko hiyo negative 100. Ukiwa na hesabu in a positive way, kwamba kitu kimepungua kutoka negative 100 kimekuja 20, kwa hiyo kinaelekea kuendea kwenye nini? Kwenye positive. Kwa kadiri muda unavyosogea, labda kwenye muda wa New York session mpaka inakuja kufika saa 10, maybe saa 10 na dakika labda 20, unamkuta Nasdaq iko katika positive 5. Maana yake kama saa 7 mchana alikuwa negative 100, maana yake huyu ameongezeka kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo mpaka ile New York session inaenda kutoka, unaweza ukawa kwamba hapa kuna probability kubwa Nasdaq akaclose akiwa nini? Akiwa positive, kwa sababu namba zinaonekana kufanya nini? Kupungua. Sasa ukiwa unaambatanisha na ile notification ya pre-market ukasoma kuonyesha kwamba ni kitu gani kinatokea kule, inaweza ikakuonyesha zaidi, ikakupa picha vizuri kwamba je, kweli namba zinapungua. Kwa kuangalia zile performance za company unaweza kawa umemention pale, kuna hii imefanya vizuri, kuna hii imefanya vizuri. Kwa hiyo hii yote inakupa picha kwamba kama imepungua kiasi hiki, ilikuwa 100 sasa hivi iko positive 5, maana yake inaelekea kwenye positive. Kwa hiyo hiyo siku huende ikawa ni nzuri, huende ikawa ni nini? Ni nzuri. Kuna mtu hapa anaweza akawa anajiuliza kwamba mbona kila ninapofundisha mara nyingi nazungumzia positive ama buy naizungumzia sana. Mimi napenda sana kwenye hizi entry za kubai kwa sababu
nazipenda sana kwa sababu naamini ndivyo ilivyo kwamba Nasdaq ina company ndani yake. Sasa zile company ikitokea Nasdaq akawa na sell, maana yake anafanya vibaya, even investor wanapoteza pesa. Kwa hiyo upande ambao ni mzuri na ni sahihi mara nyingi huwa ni wakubai, kwa sababu this is a stock exchange. Stock exchange ikiwa inaongezeka, inapanda thamani, price inaongezeka, maana yake zile company performance inakuwa iko positive, iko vizuri. Kwa hiyo mimi kuwa katika same side natakiwa niitazame sana Nas 100 ama US30 katika upande wa kufanya nini, wa kubai, kwa sababu nafahamu Nasdaq ama US30 haiendi kama mshale hivi moja kwa moja, lazima itaenda itafanya pullback, itaenda itafanya pullback. Kwa hiyo hizi sehemu za kuseli, mara nyingi sehemu za kusell huwa tunaziketch kwa kutumia nini, kwa kutumia technical analysis, kwa sababu tunafahamu kwa kuangalia zile. Tukisoma hapa tutakapoanza technical analysis, na nilikuwa nimepanga kwanza leo nikimaliza hizi concept ndo nianze technical analysis kwenye upande wa Nasdaq. Tukishaona kwamba hii, kwa sababu Nasdaq ina kitu kinaitwa market structure. Market structure. Kwa hii structure tunavyoistudy inaweza ikatuonyesha kwamba Nasdaq akifika sehemu fulani atasell, Nasdaq akifika sehemu fulani atasell, atabuy kwa kufuata hii nini, market structure. Kwa hiyo kwenye upande wa kusell mimi huwa napenda sana nipa trade kwa kutumia hii technical, na nikipata supportive information ambazo ni za kusell ama zinazo indicate kwamba huu ni muda Nasdaq wa kudrop, inakuwa ni nzuri zaidi. Japokuwa siwezi kuhold Nasdaq kusell kwa siku 4 au 5, siwezi kufanya hilo kosa. Nitaihold Nasdaq kama nitapanga kwamba hii trade nitaihold for 10 days ama 5 days, nitahold only Nasdaq kwenye kubai, kwa sababu nafahamu kwenye kubai ndio sehemu ambayo ni nzuri na investor wanafanya nini, wanakuwa wanaifurahia. Kwa hiyo kitu chochote cha kusell kina create pressure between investors na inaweza ikabadilika direction. Nikiswitch hii Nas 100 kwa haraka haraka kidogo, tukitazama hapa labda kwenye 4 hour nikiminimize hivi, unaweza ukaona hii trend. Si mnakumbuka ile trend? Unaweza ukaona hii trend. Nasdaq anakuwa katika trend ya kubai kwa muda mrefu. Hii ni kuanzia mwezi Oktoba 2023. Just imagine 2023 Oktoba mpaka 2025 February, Nasdaq akiwa katika trend ya kubai. Sasa hiki kitu hakitokei bahati mbaya, kwa sababu company zinatengeneza faida endapo hizi stock exchange, I mean Nasdaq inapokuwa katika trend ya kubai ama inapokuwa katika trend ya bullish, maana yake company zinakuwa zinafanya vizuri. Nakumbuka company yoyote ile haiwezi kuendelea kutengeneza faida in long term. Inatengeneza tu faida, hasara ndani ya muda mfupi, na watafix na market itaendelea kufanya nini, kubai. Ndio maana kwenye hizi stock exchange kuna watu ambao wameinvest kwenye Nasdaq, wameinvest kwenye S&P 500, hasa walioko Marekani. Wamarekani wengi wameinvest kwenye hizi S&P 500, US30, Nasdaq. Unakuta amebuy ikiwa hapa 2023 mpaka sasa hivi unakuta yupo, kwa sababu wale ni investor, wao sio traders. Unakuta mtu bado yupo amewekeza kiasi ambacho ni kikubwa. Kwa hiyo the more inavyoenda juu, the more anavyotengeneza faida, the more inavyotengeneza faida, the more anavyotengeneza faida. Kwa hiyo hata sisi trader inapokuwa ina sell market, hatutaki kujiattach sana kwenye kusell, kwa sababu market kwenye kusell anything can happen, na market ikabadilisha uelekeo. Kwa hiyo ikishabadilisha uelekeo, maana yake tunaweza tukafanya nini? Tunaweza tukapoteza ile trade ambayo ilitakiwa kuwepo. Even kwenye US30 na yenyewe iko hivi. Another scenario, kwa mfano unaona hii structure ya Nasdaq, lakini haya ni mambo ambayo tutakuja kuyasoma kwenye Nasdaq kwenye technical analysis. Nitakuja kuonyesha. Unaona kwa mfano hapa Nasdaq imefika hii sehemu, imezidi hii sehemu, imezidi. Twende kwenye US30, hii structure yake nitakuja kuonyesha tutakapoenda kusoma, lakini nagusia hapa ili upate awareness kidogo kwenye upande wa Nas 100 GCD. Ni uelewa tu mzuri. Ukishapata uelewa mzuri, unaweza hata wewe mwenyewe utaanza kuona hivi vitu, utaanza kuviona vizuri, alafu na unaweza kudecide. Unaona US30 yenyewe bado haijafika hii sehemu, haijafika. Do you think atafika hapa? Atafika tu vizuri. Ataenda hivi mdogo mdogo, utashangaa ameshafika wapi hii eneo. Sasa
kuna trader anatamani abai hii eneo. Kubai katika hii eneo wakati mwingine sio safe, kwa sababu inaweza ikafanya pullback kuja huku, lakini mtu aliyobai eneo la chini anaweza kaa katika profit ambayo ni nzuri. Lakini tunaweza kutumia scenario namna hii kwamba kama Nasdaq amefika hili eneo huku juu, maana yake na US30 atafika huku eneo la wapi, la juu, atafika hapa. Kwa hiyo atatembea mdogo mdogo, na mwisho wa siku utakuja kumkuta amefika hii eneo. Sasa from here, hizo ni pips nyingi, nitakuonyesha namna ya kuzicount, lakini njia moja wapo unaweza kucount hapa kama unatumia TradingView, count pips, amount of pips hapo ilipo mpaka hapa. Hizi ni pips 400 ni pips 330 mpaka kufikia hapo ambako tunategemea itakuwepo. Kwa hiyo it's a lot of, kuna a lot of money hapo. Kuna question upande wa news ama fundamentals. Kama kuna question yoyote tu clear. Kama kuna question ama kuna kitu ambacho umekiona kwenye news, jinsi zilivyotokea siku 2-3 hizi, jinsi ulivyoifuatilia Nasdaq ama US30. Sawa. Sawa. Kwa hiyo inapotokea gap, inategemea kwanza hilo gap ni la nini. Gap wakati mwingine inatokea ni la news. Na tukienda kwenye technical analysis nitaonyesha namna ya kutrade hizi gap. Gap na yenyewe ni opportunity nzuri. Ni opportunity ambayo ni nzuri. Lakini kuna gap ambayo inaweza isifeel kivipi? Wakati mwingine unakuta ni fundamental. Kwa mfano, imetokea news nzuri sana muda wa weekend. Labda tulikuwa ngoja tuende kwenye chart hapa, nitakuonyesha. Kwenye chart kuna gap ambazo unakuta market haijarudi kuzifill. Unaona kwa mfano kama hii. Unaona kama hapa. Hii sehemu. Hii unaweza kukuta ilikuwa ni Friday, ilikuwa ni Tuesday ikuamkia Wednesday. Kuna news ambazo unakuta zinaweza zikatokea. Wakati mwingine inaweza ikatokea hata weekend, labda Jumamosi ama Jumapili. Pamoja na kwamba market imesimama, lakini haimaanishi kwamba hamna news yote ambayo inaweza ikatokea. Unakuta labda kuna news ambayo imetokea ni nzuri sana kwa muda huo. Kwa hiyo imeinfluence kwamba market itakapofunguka inafunguka katika hali ambayo ni ya ukubwa zaidi. Kwa hiyo market inapofunguka tu ile saa 7 usiku inafunguka na nini? Na gap. Au kuna wakati mwingine unakuta labda market ili close saa 6 usiku, kilikuwepo na news ambayo ni kubwa sana ambayo imeinfluence Nasdaq kupanda juu. Kwa hiyo itakapofunguka ile muda wa saa 7, the next day unakuta inafunguka na nini? Na news. Sasa ile news hatujui itakuwa na influence kiasi gani. Kama ina influence kubwa, hilo gap haitokuja kulicover hiyo Nas ama US30. Lakini kama ni news zile za kawaida tu, market itarudi kufanya nini? Kucover hilo gap na utaweza kulitrade. Na mara nyingi itakaporudi kucover hiyo gap la namna hiyo, huwa ni opportunity nzuri kwa nani? Kwa traders. Yapo magepo ambayo yanatengenezeka mengi tu kwenye Nasdaq kwa sababu ya market maybe kuwa katika under pressure ya kitu fulani, kwamba labda kuna news fulani imetokea imefanya Nasdaq kuwa na under pressure. Unaweza kuona kama hapa, hii ilikuwa ni news ya tariffs hii, na ikumbuka hii market ilikuwa under very pressure kwenye kusell. Market ilishuka, alafu from there ndo market ikafanya nini? Ikapanda. Unaona hii candle iliyotengenezeka hapa hii, na ikumbuka kwa sababu hii sio ya muda mrefu, ni mwezi huu. Ilikuwa ni news ambako Donald Trump aliposti kwenye sasa ile Truth kwenye mtandao wake, alizungumzia kwamba ni muda kwenye mambo ya kuhusiana na mambo ya nini? Ya tariffs. Market ikatengeneza movement ambayo ni ndefu sana na ikabai. Kwa hiyo from there market imeendelea kuwa na nini? Na movement za kawaida. Yaani hivi vitu ukituliza kidogo, hasa kwa upande wa experience, ukaendelea kuwa unafuatilia taratibu, unajikuta unatengeneza matokeo ambayo nini? Ni mazuri. Sasa kuna mwingine anaweza kujiuliza, sasa maana yake ni kwamba hakuna kupoteza trade. Kupoteza kukupo. Trade tunaweza kupoteza, lakini hatuwezi kupoteza trade ya maumivu. Yaani kwamba trade tunapoteza mpaka unaanza kujilaumu, sasa hii kwa nini nimefanya hivi? Hapana. Trade zipo unapoteza. Hata mimi mwenyewe kuna trade ambazo nazipoteza, lakini hazina maumivu yoyote. Kwa sababu hiyo ni part of ni hasara tu za kawaida ambazo nakuwa nimesha manage profit na losses ambazo kwenye trade nakuwa najua kwamba ni kiasi fulani ambacho nimeriski, ni kiasi fulani ambacho ni reward nategemea kupata. Kwa hiyo issue sio kupoteza. Issue je, unapotezaje?
Hata kwenye biashara ya kawaida, issue sio kwamba unapata hasara. Unapata hasara za namna gani? Kwa sababu sio kila hasara itakufanya ufunge duka. Hapana. Kuna hasara za kawaida ambazo unaona ni kawaida hizi, alafu kuna hasara ambayo ukifanya makosa inakuondoa sokoni. Yaani kama ni duka na close. Kama ni kwenye forex, akaunti yako inakuwa imeisha. Kwa hiyo tuna avoid zile mistake ambazo ni strong mistake hautaki kuzifanya, kwa sababu zile zinaweza kukufanya ukaondoka. Kuna msemo unasema Mwalimu, kwamba usile nauli, yaani ni bora uache na train au na basi, lakini nauli uwe nayo, kwa sababu mabasi yako mengi ama treni ziko nyingi tu, utapanda yoyote. Lakini kitendo cha kupoteza nauli, I say lazima utahesabu mabati, kwa sababu hamna tena namna atakaye kuonea huruma. Kwa hiyo jitahidi sana kuprotect capital na kuona ni namna gani una avoid hasara ambazo ni unnecessary. Kwa hiyo my brother, kuhusiana na issue ya gap, nitaenda kuonyesha kwenye technical analysis kwamba gap ikitokea tunafanyaje. Inaweza ikakuongezea kwamba ujuzi ukajua gap ikitokea natakiwa nifanye hivi. Kitokea hapa natakiwa nifanye hivi. Hiki kitu kisipotokea, basi na assume kwamba hiyo opportunity imefanya nini? Nimeimiss. mwalimu, Yes. nashukuru hapo umezungumzia kuhusiana na gap, lakini nilikuwa na kama maswali mawili. Moja lilikuwa hapo kwenye gap na lingine lilikuwa ni kuhusiana na kwenye time frame. Tuliangalia kwenye zile kalenda, ulishauri mara nyingi tutumie 5 Time frame minutes. bado sijafundisha chochote, kwa sababu tutaenda kusoma kwenye technical analysis. Yaani huko ndio nataka kuonyesha time frame ipi ya kutumia, analysis ufanye kwa staili ya namna gani, ni kwenye technical analysis nitafundisha huko. Hata hizi gap Basi nitazifundisha kwenye technical analysis. Nilikuwa nimepanga leo kwamba nigusie hizo concept za mwanzoni, afu then twende kwenye nini, kwenye hii technical analysis, kwa sababu nataka Nasdaq na US30 tumalizane nayo, kwamba tumalize nayo hii upande wa technical, lakini naona kama muda umetupa mkono kidogo. Mwingine mwenye question hapa naweza question, kwa sababu gani? Sitoenda tena kugusia tena fundamental hizi daily. Kwenye upande wa Nasdaq ni kama tumemaliza hapa, tutaendelea tu kufanya zile follow ups, kwamba kama kuna news ya namna hii haieleweki, nitakuwa naiweka clear. Kama kuna hiki si ukielewi, tuna clear. Hayo ndo yataendelea kuwepo, lakini kufundisha moja kwa moja kama kwenye daily sitogusia tena. Hapa tunaenda tena kwenye technical tena. Kwa hiyo ndo maana kama kuna sehemu hujaielewa, tutumie muda huu kuwekana sawa hapa. So far mpaka sasa hivi, kwa upande wa daily, tulivyosoma NAS 100, unaonaje mpaka sasa hivi? Kuna trader ambaye alikuwa alishawahi kutrade maybe pair ama kutrade kitu kingine, na akikompare na NAS 100 huku, unaonaje maybe? Kwa upande wangu nilikuwa napenda sana kutrade gold. But kuanzia tumeanza kusomea Nasdaq na Dow Jones. Nimekuja kugundua kwamba Nasdaq na Dow Jones ni vitu ambavyo ni rahisi sana kuliko gold. Kwa hapa ambayo tumezifanya hapa ni kitu ambacho nimekuja kugundua. Yaani inakuonyesha mwelekeo wa soko moja kwa moja, tofauti na gold inaweza ikachange muda. Yaani kwenye swala ambayo unategemea kwamba itakuwa hivi, alafu inaweza ikatokea tu kitu cha kidogo tu afu ikabadilisha direction yote ya soko. Kwa kwenye Nasdaq na Dow Jones, yani ni kitu ambacho nimekielewa sana. Yeah, okay. Thank you. Asante. Yeah. Ndio mambo ambayo lazima tu decide na utakachokielewa chochote, kwa sababu lengo ni kupata pesa. Wewe utakapoelewa popote kama Nasdaq umeelewa vizuri, US30 umeelewa vizuri, nitakapofundisha technical analysis na risk management nitaelewa vizuri zaidi, kwamba na utafanya selection vizuri, kwa sababu pale nitakufundisha hata style za kutumia, ufahamu kwamba ni style gani mimi natakiwa nitumie. Kwa hiyo hizo style ukishazifahamu, ukajua risk management natakiwa nitumieje, una decide moja kwa moja. Hata kwenye gold, kumbuka na gold na yenyewe tunaenda kuisoma. Kwa hiyo nitakuonyesha tu kila kitu ili wewe mwenyewe ufanye maamuzi. Sasa mimi ngoja nikombine na Nasdaq, nikombine na US30, ama nikombine na Nasdaq na US30, ama nikombine na gold, utaamua tu wewe mwenyewe. Lakini cha msingi sana, zingatieni knowledge. Knowledge is a key. Yaani knowledge ni key kwenye hasa hizi issue za forex, ambazo wakati mwingine tunaona ni chati tu hivi, lakini lazima tujue chati inatembea kwa sababu gani,
chati inafanya hivi kwa sababu hii, kwa sababu hii. Na kuna wakati mwingine news inaweza ikatoka ya New York session, market si react kama unavyotaka wewe, unafanyaje? Yote haya tutajifunza kwenye risk management, na hata kwenye technical hapa nitakuonyesha namna ya kufanya. Mwingine mwenye question ama comment? Mimi upande wangu mwalimu, mimi nimekuwa nikitrade kwa almost kama miaka miwili hivi, lakini totally nilikuwa nimewezeshwa kwa habari ya technical analysis. Kwa hiyo kabla sijajoin darasa nilikuwa najua kabisa forex ni kumaster technical analysis. Chakuwa master hapo basi ushafanikiwa. Yaani hiyo ndio mentality yangu. Sasa tangu nimejoin darasa nimekuja kuja kwenye kabisa, yaani fundamental kabisa. Na tulikuwa tunakuta umesoma mwalimu fulani anakuambia tunasoma fundamental, lakini mkisoma hiyo fundamental hakuna kitu utakao kaelewa kwamba kina impact kitu gani kwenye ya fulani kufanya nini hayo yote. Kwa sasa hivi nimekuja kuingia kwenye kabisa mpaka nimeanza kuhisi. Yaani kwa mtu unaanza kufikiri mbona kama vile technical haihitaji, lakini kumbe yote vina yeah, kwa hiyo nimeingia kwenye dunia mpya kabisa. Nashukuru sana kwa awareness okay. Yeah. Na ni kwa sababu zile fundamental mtu anakuambia soma hivi na hivi, yani wakati mwingine unashindwa kuelewa sasa hapa ina influence vipi, lakini ukishajua namna gani ina influence ni kitu ambacho yani unapata picha. Sasa hata ukienda kwenye technical unaenda kufinish tu, unaenda kumaliza game huko. Yeah, tena fundamental ambayo tunakalilishwa ni NFP. Hiyo yani hiyo ndio ambayo tunakalilishwa kweli, yani unajua kabisa fundamental NFP kutoka hiyo tunaseulia yenye maji ni mwezi ujao. Aise, ujinga ni kazi sana. Na huwa tunapata changamoto tukipata wanafunzi ambao tayari washa trade mara nyingi. Wakati mwingine ana join darasa kusikilizia, ngoja nikafanye comparison. Ana meta wake ambaye amemweka hadi kwenye profile huko, ngoja nikafanye comparison huko. Nizungumza hiki kitu mwanzoni kwamba ukija kwa ajili ya kutesti kwetu utanasa, sababu hatuna ubabaishaji. Yani hivi vitu ambavyo tunafundisha, namshukuru Mungu, mimi nimewekeza muda mwingi sana kwenye kujifunza sana, na nashukuru Mungu amenikutanisha hata watu wengine ambao kidogo wamenitangulia sana. Unapofanya forex na mtu ambaye ameanza 2012 mimi niko shule tena, sio nilikuwa sekondari, ndo nimeanza sekondari. Sasa inakuwa ni baraka kubwa sana. Kwa hiyo hata sisi hapa tukiwekeza vizuri kama brother alivyosema, nashukuru kwamba kuna watu ambao tayari mlikuwa mshafanya na mnaona kwamba ilivyo. Technical analysis ni kugusa tu kidogo. Hata sisi tutakaposoma hapa hatutotumia muda mrefu, ikizidi sana ni siku 2. Technical ni 20% kwenye mambo ya forex, 20%, lakini 80% inabidi umaster fundamental vizuri. Master fundamental kutokea hizi, kwa mfano trader hata hizi tweet hawajui kuinterpret. My brother huyu ambaye alituambia hapa, hata Twitter tu, labda Twitter za Donald Trump, Twitter za labda Elon na watu wengine, sidhani hata kama ushawahi kupea hata attention, na umetuambia umefanya forex miaka kadhaa. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ambavyo ni taarifa sahihi, lakini wakati mwingine watu wanapuuzia, wanaona ni sio kitu. Anakomaa na nani? Na NFP. NFP inatoka mara moja kwa mwezi. Sasa je, utasubiri mpaka mwisho wa siku? Hapana. Kwa hiyo lazima ufuate zile taarifa, uzifahamu. Na kama hujafollow Trump, hakisha unaenda kumfollow Trump kwenye mtandao wake unaitwa Truth. Download Truth ili uweze kuwa nayo, umfollow. Naona sasa hivi amebezi sana kwenye mtandao wake. Hata Twitter aposti sana. Kwa hiyo kama hujamfollow kwenye Twitter, hakisha kwenye Twitter mfollow na kwenye Truth. Usifollow watu wengine. Kuna mwingine huko anaenda anafollow watu sijui ajabu huko. Kuna notification utazimiss. Hakisha unamfollow yeye peke yake, ikiwezekana follow hata huyo peke yake basi. Ukija Twitter unafollow Elon Musk, unafollow mwingine nani, Donald Trump, follow na account ya investing.com kwenye upande wa Twitter, investing.com. Hizo accounts 3 account zinakuwa zinakutosha. Kama ulikuwa umefollow president aliyepita kwa wakati ule wa nyuma, kwa mfano umemfollow Biden, unfollow kwa sababu hana maana tena. Sisi tunataka
ambaye yuko sasa hivi. Hata Trump muda wake ukiisha tunapiga pembeni. Hii ndio dunia jinsi ilivyo. Thamani yako ikiisha watu wanatupa kwenye dustbin. Lakini Donald Trump ni mtu mzuri kwenye upande wa mitandao, simdharau. Yule jamaa anatupa update sana. Hamna president labda maybe kama waliwahi kuwepo huko, lakini kwa kipindi changu mimi wote na trade, Donald Trump amekuwa ni mtu mzuri sana kwenye upande wa kutoa update. Yaani timu yake wanafanya vizuri sana sana sana, wanatusaidia sana, unakuta tunapata update, tunaweza kujua sasa hivi kuna hiki kuna hiki. Chochote anachokifanya yule jamaa anaposti, chochote anachokifanya anaposti. Sio kama kuna mazungumzo na president anaongea, tofauti na president wengine. President wengine hawaongei chochote, wanakaa kimya. Kwa hiyo hii inatusaidia sisi kama nani, kama trader. Sasa hiyo siwezi kukuambia kwamba akiposti kitu hiki kita indicate hiki, hapana. Tutaendelea kujifunza pamoja, tutakuwa na kuonyesha ameongea hiki, hii inaweza ika indicate kitu fulani, tujiandae. Ameongea, ameposti hivi, kuna kitu ina indicate hiki na hiki na hiki, tujiandae. Na kitu kingine ambacho napenda kushauri, epuka hizi mambo ya kutaka kutrade kila siku. Yaani kila siku unakuwa mtumwa wa forex ama mtumwa wa kutrade. Hakisha unatafuta entry zako kadhaa, wakati mwingine una relax. Kichwa kina relax, unakuwa unakusanya tu. Kama umehold trade, unaendelea kuiangalia trade yako inavyomachua kidogo kidogo. Kwa hiyo mwisho wa siku unaonekana hujaingia sokoni, lakini hiyo wiki umetengeneza pesa kwa sababu kuna trade ulikuwa umefanya nini? Umehold kwa muda fulani. Hii inaweza ikakusaidia kuhakikisha kwamba hata wewe mwenyewe unaendelea kuendelea kufanya kazi zako zingine kwa utulivu na mambo mengine. Tutakaposoma risk management na technical analysis utapata picha nzuri complete. Sasa unaweza ukakaa na ukajua na decide kutrade na trade Nasdaq na trade kwa style gani. Hata mimi mwenyewe nikikupa signal nikwambia sasa hivi to buy Nasdaq, siwezi kukupa risk management kwa sababu sijui mtaji ulionao, sijui namna ulionao, lakini kwa sababu umejifunza vizuri risk management, unakuwa ushafahamu mimi nitumie risk management ya aina hii, nitumie risk management ya aina hii kulingana na mtaji huu. Kwa hiyo inakuwa ni sehemu nyepesi sana kwa upande huu. Another comment or question? Kuna wale dada zangu wale, sijui bado tuko nao au waisha left. Kuna wadada tulikuwa nao mwanzoni. Sasa tujawahi kusikia hata maoni yao, sijui wanaendeleaje ama ni nini. Dada kama upo hapa, tunaomba hata type hapa kwa sababu wakati mwingine mnapataga hata aibu kuongea hapa darasani. Mambo yanaendaje ise? Mambo yanaendaje, mnaelewa ama ndio hiyo? Tupo ili mradi tu kwamba darasa lifike. Ya, tupeni update wa dada. Tupeni update. Mambo yanaeleweka ama hayaeleweki? Tupe update. Ya, huyu anasema tunaelewa. Sawa. Ya. Kwa hiyo kama kuna kuwepo na question yoyote basi tuwasiliane. Another question, comment? Sorry mwalimu. Kwa naulizia ile mtandao wa Trump ndio unaitwa Truth Social. Truth Social. Okay. Asante. Ya, kisha una download, unakuwa naye na unamfollow Donald Trump. Yeah. For now, for today